بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu wasikilizaji, kama kawaida tunaendelea mbele na kipindi chetu cha Uislamu ndiyo dini ya kweli. Siku ya leo tutazungumzia elimu na ukubwa wake wa elimu. Ndugu zangu, kama tunavyojua, Mwenyezi Mungu aliumba mwanadamu, akampa viungo ambavyo hutegemewa kwa kuipata elimu au kwa kuitumia elimu. Na tunajua ya kwamba hakuna jambo hapa duniani katika uhai wetu twaweza tukalifanya ila tukiwa lazima uwe na elimu. Ujuzi kwa kila jambo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipoumba mwanadamu akampa mambo ambayo yatakiwa yatumiwe kwenye elimu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati An-Nahl aya ya 78, Mwenyezi Mungu anasema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kawaumbeni katika tumbo za mama yenu, enyi wanadamu, akawatoa katika tumbo za mama yenu bila kujua lolote, bila kufahamu lolote, bila kuwa na elimu yoyote. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, akawapa as-sam', masikio ya kusikiliza. Elimu masikio yatumiwa kusikiliza, wal absar, na macho ya kuona. Masikio yatumiwa kusikiliza na macho yatumiwa kuona. Wal afida, na kawapa nyoyo. Wanazioni huku kuambia kwamba na kawapa akili, kwa sababu mwenye akili ndiye anakuwa na moyo, yani ndiye anakuwa na fahamu. Kwa hiyo haya mambo matatu, as-sam' والبصر والأفئدة, haya ni mambo yanayotumiwa, mwanadamu huyatumia kutafuta elimu au kutafuta kuyajua mambo yote. Kwani kiziwi au kipofu au bubu, kwa sababu bubu anakuwa hasikii lakini anaona. Kuyatumia haya, anaweza kupata elimu hata akiwa haongei. Akiwa ni bubu kaongei, ina maana kwamba hata kusikia hasikii, lakini macho yake yafanya kazi. Kwa hiyo katika viungo vitatu hivi mwanadamu huvitumia kupata elimu. Sasa kwa sababu elimu itakiwa kwa jambo lolote hapa duniani katika uhai wa binadamu, ni lazima kabisa jambo lolote lifanyiwe kwa elimu. Sasa muumbaji, Mola wetu ambaye katuumba, kwa kutupa haya, ilikuwa ina maana kubwa sana yaonyesha kwamba kuna jambo yataka tulifahamu
kama haiwezekani kuishi bila elimu, kwa hiyo Mwenyezi Mungu lazima atupe vifaa vya kutumia kwa kuipata hiyo elimu, ambayo ni masikio, ni macho, ni na moyo au roho ya kusikiliza. Wafafanuzi wa Qur'ani wakubwa wanasema kwamba ilikuwa inamaanisha akili timamu. Kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu, hawezi akawapa watu maamrisho au makatazo watu ambao hawana akili. Ina maana kuwa na akili jambo kubwa sana, na ndiyo jambo zito sana mbele ya Mola wetu aliyotupa kwanza. La pili ni kuyatumia hii akili kumfahamu na kumjua Mola. Ina maana sasa elimu ya kwanza ambayo yatakiwa kila mwanadamu aijue ni kumjua Mola wake. Sio kusema kwamba kila mtu anamjua Mungu, la. Kwa sababu watu hapa duniani wana miungu wengi, na watu wana miungu wengi. Je, kama hujapata elimu ya kumjua Mungu wa kweli ni nani, si mtu atakaa kwenye upotofu mpaka atakapomkuta Mola wake. Sasa yatakiwa mwanadamu mwenye akili timamu aitumie kwa kumjua na kumfahamu Mungu wake. Nani Mungu wa kweli? Je, kila kinachoitwa Mungu au kila kitu watu wanachoabudu ni kweli ndiye Mungu? Jawabu ni kuwa siye Mungu. Kwa hiyo yatakiwa mwanadamu amjue Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ametupa dini ya kweli ambayo ni Uislamu, ilikuwa ni lazima aanze na jambo zito kabisa zima la elimu. Katika Uislamu elimu ni jambo kubwa sana, na kinachoonyesha kwamba elimu ni jambo kubwa sana, aya ya kwanza kwa kushuka kwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimwendee mtume huyo, ilikuwa ni ya kusoma, kwa sababu elimu mwanzo wake ni kusoma. Kama hujasoma huwezi kupata elimu, huwezi kuwa na elimu, lazima usome. Aya ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anamuamrisha mtume wake Muhammad, rehema na amani zimwendee, akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi ni aya 5 kuanzia katika aya mwanzo mpaka aya ya 5. Hizi Mwenyezi Mungu hutufafanulia. Alimwambia mtume wake kwanza kabisa akamwambia iqra, soma, kwa kuonyesha umuhimu na uzito wa kusoma wa elimu katika uhai wa binadamu. Hili jambo lijulikana kwa yoyote yule, au anamwamini Mwenyezi Mungu au hamwamini. Lazima naikuta kwamba elimu ni lazima katika uhai wa mwanadamu. Elimu, hakuna jambo linaloweza kufanyika bila elimu. Huwezi kushona nguo ulizovaa. Mshonaji alianza kusoma, alianza kutafuta elimu, alikaa mbele ya mwalimu akaanza kufundisha. Tizama jambo lolote ambalo
unaishi nalo au unalitumia katika maisha yako. Je, kuna jambo ambalo halihitaji elimu? Hamna. Sasa kama uhai wa hapa duniani watakiwa ili mtu aishi vizuri lazima awe na elimu, itakuwa sasa ni jambo kubwa sana zaidi kuyajua mwisho wa mwanadamu, kujua akhera na jambo ambalo litakufikisha akhera na jambo ambalo litakupa kufanikiwa katika maisha yako hapa duniani na kesho yaumul qiyama. Lazima Mwenyezi Mungu akuwekee mikakati na njia za kupitia upate hiyo elimu. Sasa aya ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, akamwambia iqra, ebu soma. Inasemekana Jibril alayhi salam alipomwambia kusoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipomwamrisha kusoma, la kwanza ni kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake kuanzia udogoni mpaka siku alipopata wahi kutoka kwa Allah, alikuwa hajawahi kusoma, kwa sababu alikuwa katika maisha ambayo yalikuwa si maisha ambayo yanamfadhili mtu kusoma. Alikuwa ni yatima kuanzia baba yake. Tunavyojua kwamba baba yake kafariki wakati mama yake yuko na mimba ya miezi miwili. Wanazioni wanasema miezi mitatu, wengine 4 mpaka 6, lakini wengi kabisa wanakusanyika au wanajumuika kwamba alikuwa na miezi miwili katika tumbo la mama yake. Baba yake kaiondoka dunia. Kwa hiyo alienda kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kumuona baba yake. Ina maana sasa, na wakati huo huyu mama alikuwa hana uwezo wowote wa kumfundisha mtoto. Alikuwa ni mwanamke ambaye familia yake sio familia ambayo ina uwezo fulani. Sasa amemzaa mtoto, baba yake kafariki dunia kabla yake. Kwa hiyo mtoto kakaa katika hali ambayo haimuwezeshi tena kwenda madarasani, kuanza kupata elimu, kufundishwa na huu na huku na hukule. Na ilikuwa ni matengenezo au ni njia za Mwenyezi Mungu kwa kumtengeneza huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili aja awe ni nabii na awe ni mtume wake. Kwa sababu gani? Ilikuwa angekuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia madarasani, kakaa mbele ya mwalimu kamfundisha, ingesemekana kwamba we umesoma sana na ukapata elimu, sasa unaanza kutuongoza katika elimu yako. Kupinga kungekuwa kuzito sana. Lakini katika miujiza yake Allah subhanahu wa ta'ala anayoitumia kwa watu ambao amewachagua kuwa ni manabii, kila mmoja alikuwa na miujiza yake. Sasa katika miongoni mwa miujiza ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba aliifundisha Qur'ani au aliyesoma Qur'ani pasipokuwa na mwalimu. Yani watu hawajawahi kumuona na amekwenda shule akaanza kidato cha kwanza cha pili, amna. Hawajawahi kumuona nakaa mbele ya mwalimu fulani anamfundisha mahesabu, anamfundisha historia, anamfundisha mambo ya kumjua Mungu. Bal alizaliwa katika miongoni mwa watu ambao hamjui Mungu kabisa. Walikuwa hawamjui Mungu kabisa.
walikuwa ni watu wa kuabudu miungu yao, masanamu wanaabudu, wana vitii viumbe ambavyo wameumba wao wenyewe, kama alivyokuwa akisimulia Umar ibn Khattab akisema, kwa kweli sisi ni watu ambao tulikuwa ni watu wajahidi sana, ni watu tulikuwa hatuna lolote, hatuna chakula. Kwanza tulikuwa tukiishi njaa, kula ilikuwa shida. Tulikuwa ni watu ambao hatuna ujuzi wowote, na tulikuwa ni watu ambao tumepotea. Upotevu wenyewe tulikuwa tukijifanyia miungu katika tende. Subhanallah. Yani wanafanya miungu yao, miungu ya kuabudiwa wanaifanya katika tende. Na njaa zikiwauma, wakihisi njaa, anaanza kumgusa Mungu wake, anaanza kumtoboa jicho, anaanza kumwanzia kidole, anamla hadi anamaliza mkononi. Anamaliza mkono, anashika mwingine. Subhanallah. Yani huu ilikuwa ni ujahili mkubwa sana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kamchagua au kamleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumtoa kwa watu ambao ni watu wa aina hiyo. Walikuwa hawamjui Mungu, walikuwa hawana elimu yoyote kuhusu Mola wao. Sasa akamteua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto ambaye wanamfahamu kwamba huyu ni mtoto wa fulani, anatoka katika familia fulani, hajawahi hata siku moja kukaa darasani au kukaa mbele ya mwalimu yoyote ili amfundishe mambo haya na yale. Sasa ikawa elimu ni jambo la kwanza kabisa katika Uislamu. Elimu ni jambo zito sana katika uhai wa mwanadamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanye watu ambao ni wenye kutafuta elimu na kuifuata elimu. Tutarudi kwa kuisikia ukubwa wa elimu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.